Vijana wengi wanatamani kuwa na mafanikio makubwa. Vijana wengi wana ndoto kubwa, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo wanayafanya yanawarudisha nyuma sana. Hivyo nakuletea mambo 7 ambayo kijana anayafanya, lakini hajui kama hayo mambo yanamrudisha nyuma sana. Na kuomba unisikilize kwa makini, na jambo la mwisho ni la muhimu sana, ni main point strong sana. Kwa hiyo nisikize kwa makini sana uweze kuelewa ni mambo gani hayo 7 ambayo kijana yanamrudisha nyuma sana. Jambo la kwanza, vijana wengi wanapoteza muda mwingi wakiwa mtandaoni. Hii ni kwa nini? Wengi sana mitandao sasa hivi imekuwa, unakuta mtu anapoteza muda mwingi sana akiwa mtandaoni, akiwa TikTok. Angalii kitu cha msingi, anaangalia watu wanakatika viuno, umeona? Anaangalia watu wanafanya vitu ambavyo sio sahihi. Hataki kujifunza mambo ambayo yatampanua uleo wa akili, yatamfanya aongeze kitu kwa siku, umenielewa? Badala yake anajifunza vitu ambavyo hata haviwezi kuja kumsaidia hata kidogo. Jambo la pili ni kuchagua marafiki ambao sio wazuri. Unakuta kijana ana marafiki walevi, ana marafiki wanavuta bangi, anashindwa kujua kwamba huo muda angepata marafiki sahihi wangekuwa wanampa mawazo ambayo yanaweza kumsaidia kujikwamua kimaisha, umenielewa? Kwa hiyo angalia kampani yako ambayo uko nayo karibu. Kampani yako ndio itakufanya wewe uweze kufika mahali fulani. Jambo la tatu, kutokuwa na malengo. Vijana wengi hatuna malengo, tunaishi tu. Tunakuja kukumbuka kwamba inatakiwa tuweke malengo ya baadaye, muda ulishaenda na tumeshatumia pesa vibaya, umenielewa? Hivyo kuanzia leo ya kupasa uwe na malengo wewe kama kijana. Jambo la 4, ni kutotunza pesa. Vijana wengi tunatumia pesa vibaya ujanani, wakati unajua kwamba ujana una nguvu, umenielewa? Ukiwa mzee unakuwa hauna nguvu, lakini kadri siku zinavyoenda nguvu ya pesa kuitumia inakuwa kubwa sana. Maana ukiwa mzee, umri ukiwa umeenda, hata nguvu ya kufanya kazi itakuwa imepotea. Hivyo ya kupasa uweze kutunza pesa ambayo kama ukifanikiwa kufika uzeeni, basi utaishi vizuri, utatunza pesa yako, utakuwa unaitumia, utakuwa unajitibu, umenielewa? Kwa hiyo ni pointi muhimu sana. Pointi ya 5 ni kukata tamaa kwa haraka. Vijana wengi tunakata tamaa tunapofanya kitu alafu hatuoni matokeo kwa haraka. Nikwambie kitu kimoja, ya kwamba hakuna mafanikio yanayokuja kwa haraka. Mafanikio ni process, mafanikio ni subra. Jambo la 6 ni kutopenda kujifunza. Watu wengi sana hatupende kujifunza. Hivyo kuwa mtu ambaye kila siku unaongeza knowledge. Kama umeangalia clip iliyopita, kama umeangalia makala niliyopost iliyopita, nimefundisha kitu kinachoitwa knowledge na skills. Basi tutumie sana muda wetu kuongeza knowledge, kuongeza skills ambazo zitatusaidia sisi kwa baadaye. Na jambo la mwisho, vijana wengi tunaiga maisha ya watu. Unaona mtu fulani anaishi maisha fulani, basi na wewe unaamua kuswitch kufuata yale maisha. Nikwambie, be real, kuwa real. Ukiwa real, kila kitu kinakuwa sawa. Una mshahara wa shilingi 5,000, usitake uishi na mtu ambaye ana mshahara wa shilingi 20,000 kwa siku. Kuwa real, kula chakula chako kulingana na pesa yako. Alhali chakula ni cha afya, basi ukule, umenielewa?
Ukiepuka makosa hayo, maisha yako yatabadilika sana. Narudia tena, endapo ukiepuka makosa hayo kama kijana, basi maisha yako yatabadilika sana. Tusisahau ya kwamba kauli mbiu yetu ni chukua unachoona kwako ni sahihi, na ambacho sio sahihi basi achana nacho. To drop comment, tuingie kwenye comment chini, ushare idea yako. Ni kwamba ni makosa gani ambayo makubwa vijana wanatakiwa wasiyafanye. Unaweza ukatoa ushauri, ni kosa gani ambalo ni kubwa wewe ulishalifanya utaki kijana mwingine arudie. Usisahau kusubscribe na kucomment ili watu wengine wajifunze. Asante.